La usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita ilipoeleza wasiwasi mkubwa juu ya utiaji saini mkataba huo, wakisema itazorotesha hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya nchini humo. Kundi la RSF na washirika wake walitia saini makubaliano ya kuwa na serikali kinzani mjini Nairobi mwezi uliopita. Washirika waliotia saini makubaliano hayo wana nia ya kubuni serikali yenye amani na umoja katika maeneo yanashikiliwa na waasi, taarifa yao imeeleza. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waendesha mashtaka wa Bosnia siku ya Jumatano waliamuru kukamatwa kwa kiongozi wa Serbia wa Bosnia anayeungwa mkono na Russia, Milorad Dodik, na wasaidizi wake kwa kupuuzia wito wa mahakama na hivyo kuibua mzozo unaotishia utulivu wa nchi hiyo ya Balkan. Uamuzi huo ulichukuliwa wiki mbili baada ya kesi tofauti ambapo Dodik alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa ukaidi maamuzi ya mjumbe wa kimataifa wa amani. Msemaji kutoka shirika la usalama la serikali SIPA alisema waendesha mashtaka wameomba msaada wa shirika la upelelezi la ulinzi la Bosnia SIPA katika ukamataji huo ambao unakuja baada ya Dodik na wasaidizi wake kupuuza wito wa mahakama. Haiko bayana kama mpango ulikuwa wa kumkamata Dodik au kuandamana naye kujibu wito huo. Na Singapore na Vietnam leo Jumatano zimekubali kuimarisha ushirikiano katika nyaya za chini ya bahari, fedha na nishati, na hivyo kuashiria kuboreshwa kwa uhusiano wao hadi kiwango cha juu zaidi kwa Vietnam wakati wa ziara ya mkuu wake wa chama cha Komunisti Thulam. Singapore ni taifa la tatu la Asia Kusini Mashariki baada ya Malaysia na Indonesia, ambazo Vietnam imeanzisha uhusiano mkubwa wa kimkakati. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kufuatia uboreshaji huo, Lam na waziri mkuu wa Singapore Lawrence Wong walishuhudia kubadilishana mikataba 6 na kujadili ushirikiano katika utengenezaji wa nyaya za chini ya bahari, uunganisho wa kidigitali na mtiririko wa data kuvuka mpaka. Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Mamia ya watu wamekusanyika nje ya bunge la Afrika Kusini mjini Cape Town wakati waziri wa fedha Enoch Godongwan alipokuwa anawasilisha bajeti ya mwaka huu. Waliokusanyika wanalalamikia pendekezo la kuongeza kodi kwenye bidhaa kwa 100%. Pendekezo hilo vile vile limepigwa na kupingwa na chama muhimu katika serikali ya mseto, anavyoripoti Abdul Shakur Abud. Ukuaji wa uchumi wa Afrika Kusini umekuwa ukidorora kwa miaka mitatu mfululizo kufikia mwaka 2024, lakini umenusurika kukabiliwa na kudumaa kwa uchumi katika robo ya mwisho kutokana na kuimarishwa kwa sekta ya kilimo. Haya yote ni kufuatana na takwimu rasmi za serikali ambapo uzalishaji jumla wa nchi umekuwa kwa 6% mwaka jana. Akiwasilisha bajeti ya serikali, waziri Enoch Godongwan amesema kwamba licha matatizo kadhaa ya kifedha, serikali imeamua kuongeza matumizi katika afya, elimu, usafiri na usalama. To raise the revenue needed, the government proposes to increase the VAT rate by 0.5 percentage point. Ili kuweza mpato unaohitajika kugharamia sekta hizo, serikali inapendekeza kuongeza kiwango cha kodi ya VAT kwa 0.5% kwa mwaka 2025 hadi 2026 na 0.5% nyingine mwaka unaofuata. Hii itafikisha kiwango cha VAT kwa 16%. Amesitiza kwamba uamuzi huo haukuja kwa urahisi, kwani serikali inafahamu hali ngumu ya uchumi nchini, lakini haikuwa na budi kufanya hivyo. Hata hivyo, uamuzi huo ulipingwa mara moja na mshirika mkuu katika serikali ya mseto, na serikali iko tayari inavutana na vyama vingine vidogo kuhusiana na bajeti hiyo. Kiongozi na mshirika mkuu wa serikali, chama cha DA, John Steenhuisen, ambaye pia ni waziri wa kilimo, amesema chama chake hakikubaliani na bajeti hiyo.
What I can however say is that the Democratic Alliance will not be supporting the budget in its current form, and therefore the budget being tabled today does not have a Kile nitakachoweza kusema ni kwamba Democratic Alliance haitaunga mkono bajeti hiyo namna ilivyo hivi sasa, na hivyo bajeti inavyowasilishwa hii leo haina uungaji mkono na wengi bungeni. Bila shaka sisi tumependekeza baadhi ya mapendekezo yetu ambayo yatachochea ukuaji na ajira na kuendelea mbele kupita swala la kodi pekee na matumizi, na hayo hayajatiliwa maanani. Taarifa ya chama chake inaeleza kwamba hesabu katika bajeti hiyo inaonyesha uchumi unaodorora. Inaendelea kueleza kwamba hadi pale hatua za dharura zinachukuliwa, nchi itaendelea kushuhudia uchumi unaoporomoka. Chama hicho kiko katika mvutano mkubwa na mshirika wake chama tawala cha ANC juu ya pendekezo la kuongeza kodi ya VAT ili kugharimia bajeti. Msemaji wa ANC Mahengi Behengu Motsiri amesema bajeti hiyo itasababisha ukuaji wa uchumi. We're mindful of the fact that it is being read out at a time when there is a need to grow the economy so that we can... Tuko makini na ukweli kwamba bajeti imependekezwa hivi sasa na inabidi kusababisha ukuaji wa uchumi ili kuweza kubuni nafasi za ajira ili kuwawezesha raia wetu kupata chakula wanachokihitaji na tuweze kuwekeza katika maendeleo ya miundo mbinu yetu. Mvutano uliotokea mwezi uliopita ulicheleweshwa kutangazwa bajeti hiyo hadi hii leo. Mfumuko wa bei wa Afrika Kusini umeongezeka kufikia 3.2 mwezi Januari mwaka huu. Mambo ya nje kutoka kundi la nchi tajiri zaidi duniani G7 wanakutana Quebec, Canada. Miongoni mwa mambo yatakayojadiliana kuhusu namna ya kuendelea kusaidia Ukraine kupambana na Russia katika uvamizi wa Russia ambao sasa umeingia miaka mitatu. Mkutano unaanza leo na utamalizika Ijumaa Machi 14. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa Majid Mjengwa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anaanza kwa kuzingatia masuala kuu yanayotarajiwa kuzungumziwa. Kubwa bila shaka yoyote ukiacha nchi zilizoendelea kiviwanda, hivyo basi tunazungumzia biashara na biashara dunia imeathiriwa na yanayoendelea katika Ukraine ya mgogoro mzozo. Sasa hizo zinaelekea kutetereka kwa uchumi wa dunia. Kwa hiyo bila shaka yoyote hilo litakuwa ni moja ya agenda, ukizingatia pia sheria wa Marekani kuingia madarakani karibuni alikuwa na sera zenye kuweka vikwazo kupitia ushuru wa katika nchi za Ulaya, lakini pia hasa hapo ambapo wanaenda kufanyia mkutano wao nchi ya Canada na imeathiriwa. Maji, tunafahamu kwamba baada ya karibu saa 8 za mazungumzo, Ukraine ilitangaza Jumanne kuwa tayari kukubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Je, kwa kuangalia sasa muktadha wa vita vyenyewe hivi sasa, ni gani kubwa ambalo labda waziri wa Marekani kwa upande wake anaweza akasisitizia juu ya mwelekeo wa mgogoro huu? Kile ambacho Rubio amekiongea, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani, inawezekana kwa mwangwi wake wakati wa kusubiri Makedonia sasa kile ambacho Kremlin itajibu katika kilichotokea katika Saudi Arabia. Kwa maana hiyo kila mtu anakabili itakuwa hivi itakuwa vile, lakini wakati wote ule Urusi itajibu na Marekani atawaambia inapanga kuwa na mazungumzo na Urusi katika nao kushinikiza uwepo wa amani, kwa maana kusitishwa kwa mapigano, lakini kuwa na makubaliano ya amani. Japokuwa mkutano huu unashirikisha taifa moja, lakini kuna mataifa mengine yanatoka barani Ulaya. Unadhani Ulaya itakuwa na ujumbe gani kwenye mkutano huu kiujumla? Ulaya nayo iko kwenye mtanziko namna gani swala la Ukraine kwa mfano ambalo limekuwa ni sehemu ya jitihada za Ulaya kuisaidia Ukraine, kwamba linaamuliwa na Wamarekani bila Ulaya kushirikishwa. Ulaya inajisikia katika hali ya unyonge, na ni kwa namna gani nayo Ulaya itasema au itachangia kwenye mkutano huo ni swala pia la kusubiri kuona, kwa sababu inaonekana dhahiri Ulaya haiwezi kufanya chochote bila Marekani, na Marekani imeonyesha hivyo kwamba hamwezi kupata amani na hamwezi kufanya chochote kile bila ya Marekani. Sasa dunia iliyobadilika, ili Ligongo, ambayo hatukuwahi kuitarajia, ni hali mpya ya kidunia ambayo ni mpya kabisa kutokea baada ya vita baridi vya dunia ya miaka ya 70.
Ni Majini Mjengo, mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.